simulizi za Kiswahili. Mwandishi Hide Wize. Karibu tena katika hadithi yako pendwa ya Da Julia episodi ya pili. Hakikisha una subscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata kazi zetu mpya. Haya, tuendelee na hadithi. Usiku ulikuwa mzito ndani ya hospitali. Kimya kilitawala, kikikatizwa tu na sauti ya mashine za wagonjwa mahututi. Dr. Julia alikuwa amelala katika chumba cha wagonjwa mahututi, mwili wake ukiwa dhaifu, lakini akili yake ikiwa hai. Kwa mbali, ndani ya ukungu wa usingizi, alihisi kitu hakikuwa sawa. Alisikia mabadiliko ya hatua za askari aliyekuwa akilinda nje ya mlango. Mlango ulifunguliwa taratibu. Aliingia Afande Samora. Alikuwa amevaa barakoa na koti la kidaktari, lakini macho yake hayakuwa ya daktari. Mkono wake ulikuwa umeshika sindano tayari kabisa, sindano ya kuondoa ushahidi, kuondoa maisha ya Dr. Julia. Alisogea karibu na kitanda, lakini kabla hajachoma, mlango ulifunguliwa ghafla. Mama yake Dr. Julia aliingia akiwa amebeba kapu la chakula. Alishtuka alipomwona mtu aliyevaa mavazi ya daktari, lakini chini ya koti alikiona vazi la polisi. "Samahani daktari," akauliza kwa sauti ya hofu. "Mbona umevaa mavazi ya polisi?" Afande Samora alishtuka. Kwa haraka alitoa ishara ya mkono akimtaka akae kimya. "Nyamaza," alisema kwa sauti ya chini lakini kali. "Nipo hapa kumpa mgonjwa dawa itakayomweka sawa mapema." Lakini hofu tayari ilikuwa imetawala. Mama yake Dr. Julia alijaribu kugeuka na kuita mlinzi. Hapo ndipo Afande Samora aliruka. Alimkamata kwa nguvu akijaribu kumnyamazisha. Lakini mama huyo alipambana kwa nguvu zake zote, akipigania uhai wake na wa binti yake. Ndipo sindano ikachoma. Dakika chache hazikupita, miguu ikamlegea, macho yakazimia, mwili ukaanguka sakafuni bila uhai. Wakati huo huo, kidole cha Dr. Julia kikatetemeka. Madaktari wakaingia kwa haraka. Afande Samora, bila hata kushtuka, akaanza kutoa maelezo yake. Alidai kuwa mama huyo alikuwa ameingia na sindano akijifanya daktari, na kwamba baada ya kumshitukia alimwamuru ajichome mwenyewe ili athibitishe. Ndipo akafanya hivyo. Hadithi ilionekana imefungwa, lakini si kwa kila mtu. Baada ya wote kuondoka, Afande Masatu hakuridhishwa na maelezo ya Samora. Alirudi kimya kimya kufanya upelelezi wake binafsi. Ndani ya chumba aligundua kitu cha kutisha. Hakumwambia mtu yeyote. Aliwaonya askari wa zamu wawe makini zaidi. Kisha akaondoka akiwa na siri nzito moyoni. Upande wa pili wa giza, Afande Samora alikuwa amepiga magoti mbele ya bosi wake, Dr. Igoba. Alijuta kwa kushindwa kukamilisha mpango. Lakini Dr. Igoba hakukasirika. Badala yake, alicheka. Kicheko cha mtu mwenye uhakika. Cha mtu ambaye hajawahi kujiona mwenye hatia. "Nina mpango mpya," alisema kwa sauti ya chini. "Mpango bora zaidi." Alimnong'oneza Afande Samora maneno ambayo hata ukimya wa chumba haukuweza kuyasikia. Ndani ya hospitali, miujiza ilitokea. Dr. Julia alipata nguvu za kuamka kwa mara ya kwanza baada ya miezi mingi. Lakini aliomba jambo moja muhimu. Hakuna mtu yeyote ajulishwe kuhusu kupona kwake. Daktari aliyekuwa akimhudumia siku zote, Dr. D, alimheshimu sana Julia kama bosi wake wa zamani. Hakuamini tuhuma zilizokuwa zikimzunguka. Akaahidi kumsaidia. Jambo la kwanza Julia aliomba, taarifa za chumba alichohifadhiwa mama yake. Dr. D alimpa funguo. Usiku ule huo, Julia alipanga mpango wake wa kwanza. Alipaswa kujua ni nini hasa kilimuua mama yake, na nani alikuwa nyuma ya yote. Jioni ile, Dr. D alihakikisha ratiba ya ulinzi. Walikuwa na dakika 20 tu kabla walinzi hawajapita kukagua chumba cha Julia. Julia alitoka kimya kimya. Hatua zake zilikuwa nzito lakini zenye nia.
Alielekea chumba namba 105, chumba cha upelelezi wa hospitali. Lakini nje ya mlango alikutana na mlinzi. Moyo wake ukadunda kwa nguvu. Je, Dr. Julia atafanikiwa kuingia na kupata ushahidi wowote? Ni siri gani Afande Masatu aliigundua? Mpango mpya wa Dr. Igoba ni upi? Usikose kufuatilia sehemu ya 3 ya hadithi hii 6 kupitia channel yako pendwa ya Mr Influencer. Kumbuka kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili usikose mwendelezo wa simulizi hii ya kutisha.